Kwanza tunashukuru tumemaliza mechi salama. Vijana wamepambana. Mpira hutaki sababu, hutaki maneno mengi. Kama umefungwa mara una accept kama umefungwa na yarudi katika uwanja wa mazoezi kurekebisha. Lakini tunaunda timu yetu mpya kwenye pre-season tupo. Kwa mara ya kwanza tumekuwa mabingwa, kwa mara ya kwanza tunaanza kucheza mashindano haya. Vijana karibu wote. Katika first team ilivyoanza, wachezaji wawili tu walikuwa wakongwe. Tulimaliza nao ligi, lakini walobakia wote ni new players. Hilo jambo la kwanza ilikuwa ngumu kidogo kwa sababu pressure ilikuwa kubwa. Wachezaji wengi hawajaje kucheza katika nyasi za kawaida kama hizi. Na uwanja ulikuwa unateleza, kwa hivyo pia ilisababisha wachezaji wetu kuwa na tension pamoja na crowd kubwa ya Rayon Sport. Naamini kabisa katika mechi zetu mbili zilizobaki tutafanya vizuri kwa sababu tunarudi kwenye uwanja wetu. Mimi nasema uwanja wetu kwa sababu kwanza uwanja nyasi bandia ambayo karibu 99% Zanzibar ndio viwanja vyetu hivyo ambapo tuna train kila siku pamoja na siku hizi 3 tuliokuja hapa tuna train kule, na mimi tukirudi kwenye King Pele pale tutafanya vizuri. Japo kwa mechi zote mechi ngumu, lakini leo kitu kilichotufanya tusipate matokeo ni ugeni wa wachezaji wetu. Tension ilikuwa kubwa, uwanja ulikuwa unateleza sana, lakini Rayon pia walikuwa na quality kwa sababu kila mtu anajua kama Rayon ni timu kubwa na ilistahili kushinda kabisa. Na sisi tumekuja leo tulikuwa tunajua kwamba mechi yetu itakuwa ngumu, lakini tulikuwa tunataka tuone ile flavor wachezaji wetu nao waone. Kila siku wanaona kwenye TV kila mtu, lakini leo waone jinsi gani unagongana na watu, jinsi gani unazomewa, timu inashangiliwa kwa sababu leo ilikuwa mechi ya away mara mbili. Kwanza away nje ya Zanzibar. Lakini away watu ambao tunacheza nao ni kwao. Tukienda kucheza mechi nyingine kule tunacheza na watu ambao sio kwao na sisi sio kwetu. Tunakutana katikati. Kwa hiyo naamini kabisa, lakini mimi kwa kweli nimeridhika. Rayon is good team, lakini vijana wangu wamepambana. Ni pressure tu. Ni tension ilikuwa kubwa. Mpira ni mchezo wa pressure, mchezo wa tension, lakini kizidi, kitu chochote kizidi kinakuwa sio kizuri. Hata chumvi ikiwa nyingi kwenye chakula inakuwa chakula kiliki. Sasa kuna vijana tumewasajili is good, lakini unajua expectation alafu ikawa sivyo vile ambavyo tumetarajia. Kwa hiyo naamini kabisa tukirudi camp hoteli, tukikaa kwenye uwanja mazoezi, tutauliza wanaweza katuambia kitu gani kilichokuwa kinawasibu, lakini tulikuwa tunategemea kwamba huyu na huyu watatusaidia sana, lakini kwa wengine tofauti kile tulivyofikiria. Lakini naamini kabisa, mimi nimefurahi kwa sababu kila mtu kapata kuona ile mechi, kwa sababu watahadisiana, wengine ambao hawajacheza wataambizana kwamba ile si mchezo, lakini tumecheza. Mechi ngumu kwa sababu watu wamerudi na kila mtu kaanza kuona umuhimu wa Sekafa Kagame kwa sababu tunajiandaa na Champions League. Naamini kabisa japo haya mashindano muhimu, lakini watu tuna focus huko kwenye Champions League. Sasa tungebaki nyumbani tungeogopa pengine tusingepata hivi na tungekosa mechi za kirafiki za kimataifa. Lakini kwetu sisi tutarekebisha. Ni vitu ambavyo ni tension za wachezaji, ugeni wa mashindano, uwanja, support ilikuwa kubwa kwa opponent, crowd, lakini naamini kabisa next game wachezaji washatoka uoga, washapungua. La mwisho mechi ngeni Rayon hatukuwajua, hatukuwahi kupata chochote. Kwa hivyo na unacheza ugenini kama vile, maana at least kitu cha kwanza game ikianza live score inakuwa una point moja, na ndio kwanza ndio tulikuwa tunaitafuta hiyo. Kwa hiyo tumeipata mpaka half time, lakini tumeshindwa kuzuia. Kwa hiyo mid block team inacheza according to situation. Just my philosophy is high pressing, build from the back. Mlikuwa mnaona tulikuwa tunaanza mpira mara nyingi, lakini ilikuwa tension kama ilivyo nikwambia. Lakini philosophy yangu mimi ni high pressing, lakini bidi ukishindwa hiyo maana unafanya mid block according to situation. Quality ilikuwa kubwa ya Rayon, inabidi tujilinde zaidi kidogo ili tufanye counter attack kama alivyosema kocha, ni transition. Lakini wachezaji wetu hakuwa makini na udogo wa wachezaji wetu uchanga, lakini naamini all in all, alhamdulillah, next game tutafanya vizuri inshallah. Asante sana.